Na uso kwake ameandika tumsifu Yesu Kristo milele amina. Anaitwa Peter Saili kutoka Jimbo Katoliki la Sumbawanga, parokia ya Sopa, kigango cha Kamawe. Anapenda kujua kwa nini Yesu hakumega mkate kila alipokutana na wanafunzi wake, na badala yake aliumega siku maalum, wakati sisi wa Katoliki tunaumega mkate kila misa awapo padre. Aliumega mkate kama wosia wake. Hawakuhitaji mkate wakati akiwa pamoja nao, kwa sababu yeye ndiye mkate wa uzima. Akasema mimi ni mkate wa uzima, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu. Sasa walikuwa naye pale, hivyo hakupashwa, alipokuwa bado pamoja nao, hawakupashwa kuipata hiyo. Hapakuwepo na sababu, hapakuwepo na lazima, kwa sababu walikuwa wanaishi pamoja naye, walikuwa wanatembea pamoja naye, walikuwa naye. Sasa alipokuja kuwaacha, ndiye akawaachia kumbukumbu, fanyeni hivi. Yani kwa ukumbusho wangu, sio ukumbusho wa kumbukumbu tu, ni ukumbusho wa uhalisia. Na ndio sababu anapokuwa hayuko pamoja nasi, tunaumuita, anakuja katikati yetu katika maumbo ya mkate na divai. Anakuja katika maumbo ya mkate na divai. Hiyo ndio tofauti hiyo, kwamba mwenyewe tunakuwa naye katika maumbo ya mkate na divai, nao walikuwa naye wakitembea naye. Ndio sababu akatuachia Ekaristi, na ndio sababu akasema niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Hayuko nasi kama alivyokuwa na mitume, hapana. Yuko pamoja nasi katika Ekaristi takatifu. Hiyo ndio tofauti na ikuwepo. Ndio sababu yeye hakufanya hivyo kila wakati, lakini baada ya kutoka ndiye akafanya hiyo na akawachia hiyo.